Kwa hiyo Mungu anapojifunua kama Adonai, ajifunui kwa jina la cheo tu, anaifunua mamlaka kamili. Kwa hiyo neno Adonai maana yake ni Bwana mtawala au Mungu mtawala. Kwa hiyo Mungu akiwa ni mtawala kwenye maisha yetu, kuna baadhi ya vitu vinatokea, na hivi vitu vikitokea, kila mmoja atakayeona atakiri na kusema kwa hakika yake Mungu wetu ni mtawala. Na hapa ndipo tunapoanzia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26. Ni mstari wa Sunday school, tukiwa miaka hiyo tunasoma Sunday school tulikalilishwa hivyo. Maandiko yanasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Wakatawale, unaweza kuandalaini neno wakatawale, ukapigia mstari neno wakatawale. Akatawale nini? Huyu Mungu mtawala anaamua kudelegate mamlaka yake kwetu. Kabla ya hapa, Mungu yeye ndiye aliyekuwa anamiliki dunia yote. Alikuwa yeye na malaika zake wametulia. Biblia inasema roho ya Bwana Mungu akiwa ametulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo kabla ya hapo, yeye Mungu alikuwa ni mtawala pekee wa dunia hii, kila kitu. Kwa hiyo hadi wakati anaumba na kufanya kila kitu, baada ya kugawanya dunia ikae mahali pake, nchi kavu ikae mahali pake, maji yakae mahali pake, anga likae mahali pake, kila kitu kikae in a place. Kilichokuja kutokea, Mungu akakutafuta wewe, mzee wangu, mzee Kapela, ili sasa ukatawale. Ukatawale nini? Mungu anaachilia mamlaka yake ya kutawala. Ukatawale samaki wa baharini. Hapa Mungu anakupa mamlaka juu ya vitu vyote vya majini. Mungu anaachilia mamlaka. Yaani mimi leo hii Salehe ni mtawala hadi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea anasema na ndege wa angani. Mimi ni mtawala wa vitu vyote vya angani. Anaendelea anasema na wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo akaona nisiendelee kumention na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu kama mtawala, yeye kama Adonai, akaamua kuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake ili akatawale. Kwa hiyo baada ya yeye Mungu kufanya mambo yote, akaona kuna kitu ninatakiwa nikiongeze, kifanye baadhi ya mambo kwa niaba yangu. Kwa hiyo ndio ananipa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Kwa hiyo Mungu kama mtawala anaachilia neema ya mimi kutawala kwa niaba yake.